wajumbe wa baraza madiwani, waheshimiwa viongozi wote, wananchi kwa ujumla wetu, nichukue fursa hii kuwashukuru. Nawashukuruni sana kwa kufika kwa wakati kwenye mkutano wetu wa leo, lakini vile nawashukuru sana kwa mchango na michango yenu ya maendeleo mlioendelea kutoa kwa hali na mali. Lakini niwashukuru sana kwa ushirikiano kubwa mliotoa kuhakikisha kwamba Makambako inaenda kuwa mji unaoeleweka na mji unaopangika na mji wenye amani na mji unaofaa kwa kuishi binadamu. Haya yote ya shukrani, pamoja na kwamba nimezipitisha kwenu, kimsingi nazipitisha kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli amefanya kazi nzuri. Kipindi chake chote ambacho amekuwepo kazini, amekuwa ni mama bora, ni mlezi bora, ni mtu aliyefanya kazi kwa kujitambua sana, na hasa kututambua watu wake tuliokuwa. Unajua, kuwa kiongozi sio kazi rahisi. Wakati mwingine unaweza ukawa una uwezo mkubwa kabisa wa kuongoza, lakini kuongoza watu ni kazi kubwa sana. Lakini katika hili Mama Samia ameupiga mwingi. Tunampongeza kwenye mji wetu wa Makambako kwenye sekta ya elimu. Kuna shule ambazo tulikuwa tumezoea kila inapofika mwezi wa 11, 12 kuanza mchango kwa ajili ya madarasa ya watoto. Lakini tangu Mheshimiwa Rais ameingia, kuna shule za sekondari zisizopungua 4 ambazo zimeshuka kama uyoga. Jamani, hakuna uyoga wala hakuna fedha ya kuchotwa. Hii ni juhudi, ni maarifa ya viongozi wetu waliokuwa wanaongozwa, tuliokuwa tunaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunakubaliana kabisa kwamba kwenye mji wa Makambako kwenye sekta ya elimu amegusa sehemu zote, lakini hakumaliza na wala hatukamaliza, kwa sababu changamoto moja huanzisha nyingine. Kadri tunavyoendelea tunazidi kuongezeka, kadri tunavyoongezeka miundombinu inazidi kuhitajika. Kwa hiyo mpaka tunaingia kabrini, swala hili hakuna atakayekuja kuweza kusema amemaliza. Ataendelea kupambana nalo, lakini tunakiri kwamba Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, amefanya kazi kubwa. Sekta ya afya, kuanzia hospitali hadi vituo vya afya hadi zahanati, kwenye mji wetu wa Makambako hakuna sehemu ambayo hiki kitu hakipo. Sehemu zote kwenye hospitali ya wilaya ipo, vituo vya afya tunavyo, zahanati tunavyo, kata zote 12. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini barabara tumeona zikiendelea kutengenezwa. Watu wengi wanasema barabara zinaharibika. Tuwashukuru sana TARURA, mnajitahidi sana. Kwa fedha zinazotolewa na Mheshimiwa Rais, zikisimamiwa na viongozi na watendaji mnasimamia, mmefanya vizuri sana. Shida na raha yake ni kwamba jinsi watu tunavyoongezeka na matatizo huongezeka, hivyo ndio vya kuwakumbusha watu wajue hilo. Kadri tunapokuwa wengi, saa hizi barabara zimekuwa finyu. Magari tumezaliwa na magari yake tumezaliwa nayo, lakini hatukuzaliwa na barabara. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni pale tunaona sasa ufinyu wa barabara haitoshi. Tunaona barabara ikiharibika mara kwa mara kwa sababu kumekuwa na frequency kubwa ya matumizi ya barabara. Lakini tunachowashukuru, mnapambana kuhakikisha tunapambana na changamoto zinazokuwepo. Niwashukuru sana kwamba sasa hata Magubani ambapo kila siku tunalia na lami imeingia na wananchi wangu kwanza wameiona. Na nipongeze sana kwa mpango mkakati ambao umeweka kwa kuhakikisha kila mwaka inakwenda kilomita 1 lami eneo lile mpaka itakapofika Mloa na mpaka itakapokuwa imefika sehemu nyingine za mji wetu. Nawapongezeni sana, lakini pongezi hizi pia ni watu waheshimiwa madiwani wote, kwa vile tulivyokuwa na umoja. Hamkujua ile kwamba ni Magubani, ni Kitisi, ni Kibabi, ni ya Mkena. Mlichukua kama ni jambo la Makambako. Nawashukuru sana. Hatimaye sekta hii ya barabara kupitia TANROADS, kupitia TARURA mnafanya vizuri. Na sasa mmegundua hiyo mbinu nyingine nzuri zaidi, hiyo mnayotengeneza lami kwenye lami.
Ni mbinu mpya, kila changamoto inapotokea na fursa inatokea. Tulikuwa tunapata shida, mnaziba barabara, mnafumua barabara, mnaanza upya, lakini sasa tumeona lami juu ya lami inatengenezwa na inakuwa nzuri kabisa kama barabara mpya. Nawapongezeni sana. Nawapongeza sana. Lakini jambo jingine ni swala la umeme. Nakukaribisha sana meneja wa TANESCO kwenye mji wetu wa Makambako. Mji wetu wa Makambako ni mji mzuri, ni mji mtulivu usio na shida yoyote. Lakini kuna watu huwa wanakuja na shida zao. Tunaomba chukua muda kujifunza watu wa Makambako wanataka nini na hawataki nini. Utaishi kwa amani, tutaishi kwa amani sana. Wana Makambako tunataka ushirikiano, tunataka umoja kama unavyowaona hapa. Shehe yupo, mchungaji yupo, watu wa usalama wapo, watu wa afya wapo. Watu hawa tunaoenda kuwatumikia, unaoenda kuwatumikia wewe mtu wa umeme, ndio hao ambao wanatumikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio hao anaowatumikia mtu wa NFRA, ndio hao anaowatumikia mtu wa afya. Basi sisi tukipatana, tukiungana kutumikia hawa watu tutakuwa hakuna shida. Mheshimiwa OCD, tunakupongeza sana. Nimekupa na uheshimiwa hii, nimekuongezea kwa sababu mheshimiwa wewe unakuwa formula yako upate na matusi. Sasa hivi tunakupa bila matusi. Sio ndio madiwani hapa wote pale mpaka unatokana wewe ufai kabisa mshamba nini, lakini wengine wengi wanakuelewa. Akija hata aliyekutukana anasema wewe ni mheshimiwa, lakini wewe kwa kazi iliyotukuka Makambako tunakupa heshima hiyo. Umefanya kazi nzuri. Kulikuwa na wale majambazi wanateka watu, wanateka pikipiki, wanaumiza watu, lakini sasa umetulia bila shida yoyote. Kulikuwa na tabia ya rapsha za pale na pale, tunaandamana tunafanya, saa hizi kumetulia, tunaelewana wote. Ndio raha ya dunia tunaipata. Kwa hiyo ndugu yetu, tunafanya kazi nzuri. Usife moyo, ulivyosimamia ndio hivyo hivyo, nenda hivyo hivyo. Wenzetu wa kikosi cha jeshi pale zamani ilikuwa rapsha za hapa na pale, unasikia wamerushwa vichura, watu wamefanya. Saa hizi kwa amani, hadi msibani tunawaona wakishiriki pamoja na sisi. Kwa hiyo ni mambo sana ya ushirikiano. Hii yote inaanzia pale juu, inashuka mpaka chini, mwisho tunashikamana, tunaenjoy Makambako yetu. Lakini swala la maji, kuna kazi zimeendelea, tunafahamu changamoto ya maji. Ukiwepo wewe wa umeme umesolve hata tatizo la mwenzio wa maji, kwa sababu tunachimba visima, tunaweka pampu. Kwa hiyo tufanye kazi kwa ushirikiano, tuna imani tutaenda vizuri. Mabenki tunashukuru, saa hizi ya nyumba hii inauzwa imepungua sana, kwa sababu tunawapa elimu, tunashirikiana kwa pamoja, tunatupa elimu. TRA habari ya kukimbizana kwenye kodi haipo kabisa, tunashirikiana vizuri. Tunaona ipo haja ya wote kuishi Makambako. Hata wenzetu wanapokwenda likizo, tunatamani tunaporudi tusimuone miongoni mwenu amehamishwa kwenda mahali pengine, kwa sababu tayari tumeshafundishana kwa pamoja, tunafahamu midundo ya ngoma na step ya kucheza. Kwa hiyo bila kusahau ofisi ya mkuu wa mkoa, tufikishie salamu kwa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, ndugu wetu Mtaka anapiga mwingi, tunamwelewa, tunaelewana, tunakwenda sawa. Ndio maana maendeleo na utulivu kwenye mji wetu wa Makambako inapatikana kwa urahisi. Lakini tunamshukuru pia mkuu wa wilaya, katibu tarafa, ndio usiseme, kila siku tuko wote huko, mambo yanakwenda vizuri kwenye mema na magumu, tumeendelea kuyakabili. Kama baraza hili tunasema na tunaunga mkono wenzetu wa Chama cha Mapinduzi waliosema Mheshimiwa Rais kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan atakwenda kuwa mgombea kwenye Chama cha Mapinduzi. Sisi tunaunga mkono, kwa niaba ya wananchi wa Makambako. Tuna imani kwa kazi zilizofanyika Mama Samia hatutakuwa na shida ya kusema tunamwombea kura. Kura zimeshajitengeneza zenyewe kwa matendo yake. Tutawakumbusha tu kwamba kama hawatakuwa wanamjua Mama Samia, basi waangalie hata yale majengo aliyojenga. Kama hawatampa kura, basi wampe yale majengo wayape kura. Na imani wana Makambako tutakwenda kutoa ushindi wa kishindo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wengine tulishaambiwa na tunajua, pepo zetu tunazijua wenyewe. Tulichokifanya ndio hicho kitakachokuja. Tumshukuru sana Baba Askofu pale, ametuongoza kwa sala, lakini ametuambia pia duniani wapendwa, hakuna kitu kitakachobaki forever, kitakachobaki milele. Vyote vinapita, hata sisi tunapita.
na sisi madiwani tutapita na viongozi watapita. Wakati wa Bwana ukifika wa kwamba apite mtu mwingine, tukukubali ili tuwe na amani mioyoni mwetu. Mungu anakuwa ametuandalia sehemu nyingine nzuri zaidi ya kwenda kupumzika. Hata kaburi ni mahali pazuri pa kupumzika, ingawa sijawahi kufa. kwa sababu angekuwa babaya, Mungu angeweka hicho kitu kuwepo. Na Mungu wote tunayemwamini ni Mungu ambaye haweki vitu vibaya kwa binadamu. Ubaya tunautengeneza wenyewe kwa hila zetu wenyewe, kwa uovu wetu sisi wenyewe. Kwa kusema hayo, tutakieni kila laheri na mkutano huu umefungwa rasmi. Asanteni sana.